Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, zipo baadhi ya familia ambazo huwa zinakuwa katika vifungo mbalimbali bila zenyewe kutambua. Zipo baadhi ya familia ambazo zipo katika vifungo vya umaskini. Utakuta kuanzia vizazi vyao vilivyopita mpaka kizazi chao cha leo, bado hakuna hata mmoja ambaye amewahi kufanikiwa katika maisha yake. Lakini pia zipo baadhi ya familia ambazo huwa zipo katika vifungo vya magonjwa bila wao wenyewe kujua. Na ni kawaida sana kuambiwa sisi katika familia yetu huwa tunaandamwa na kifafa au magonjwa fulani, ni kitu cha kawaida. Pamoja na uwepo wa vifungo mbalimbali ambavyo huzikabili familia hizo, wakati wa ukombozi unapofika, Mwenyezi Mungu huwa anamtuma mwanafamilia mmoja kama mkombozi wa familia, ambaye yeye huja kubadili kila kitu katika familia hizo. Mara nyingi mwanadamu ambaye amezaliwa kwa ajili ya kuja kuwa mkombozi wa familia, kuna ishara mbalimbali ambazo anaweza kuziona. Kwanza kabisa, anakuwa anahisi ni yeye ndiye aliyekuja kuleta mabadiliko katika familia yao. Anakuwa anaguswa na kila kitu ambacho kinatokea katika familia yake. Familia nzima inajikuta inamtegemea katika nyakati fulani, lakini swali ambalo unatakiwa kujiuliza ni kwa nini asilimia kubwa ya binadamu waliochaguliwa na Mungu kwa ajili ya kuzikomboa familia zao huwa wanapingwa vikali, na wakati mwingine kuchukiwa na hata kutengwa na familia nzima kabla wakati mwafaka wa ukombozi haujafika? Inawezekana na wewe umezaliwa kwa ajili ya kuja kuikomboa familia yenu, lakini cha kushangaza unatengwa, kuchukiwa na wakati mwingine kupingwa kwa kila kitu ambacho unakifanya katika maisha yako, na wanaofanya hivi ni wanafamilia yako wenyewe ambao umekuja kwa ajili ya kuwakomboa. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Nitakwenda kukuambia ni kwa nini watu wengi ambao wamechaguliwa kwa ajili ya kuja kuwa wakombozi katika familia zao huwa wanapingwa na kuchukiwa na wakati mwingine hata kutengwa na familia zao. Cha kufanya, kama ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu na unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sababu mbalimbali ambazo hupelekea wakombozi wengi wa familia kuchukiwa, kutengwa na kupingwa na familia zao. Namba 1 ni kwa sababu mabadiliko huwa yanatisha katika maisha ya wanadamu. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua na kuziweka akilini, asilimia kubwa ya binadamu wanapenda kuishi katika mazoea ambayo wamezoea kuyaishi vizazi na vizazi. Yanapoanza kutokea mabadiliko katika maisha yao, huwa wanakuwa na hofu ya mabadiliko. Hivyo watu wengi huwa wanajaribu kupambana kwa ajili ya kuzuia mabadiliko yasije kutokea kwa sababu ya hofu ambayo huwa inazaliwa ndani yao. Na jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, mkombozi anapozaliwa katika familia fulani, huwa anajikuta hakubaliani na hali ambayo ameikuta katika familia yake. Anakuwa ni mtu ambaye anaanza kuishi maisha mapya ambayo wanafamilia hawajazoea kuyaona, kitu ambacho kinaanza kupelekea mabadiliko kidogo kidogo katika familia hiyo. Kwa sababu ya hofu ya mabadiliko, wanafamilia wengi huanza kumkosoa vikali mwanafamilia huyo, huanza kumpinga na wakati mwingine hata kumtenga kwa sababu amekuja na kitu cha tofauti, bila ya kujua kuwa utofauti ambao mwanafamilia huyu amekuja nao katika familia hiyo ndio utakaokwenda kuleta mabadiliko na ukombozi katika familia hiyo. Hivyo kama wewe ni mwanadamu ambaye unahisi umezaliwa kwa ajili ya kuja kuleta ukombozi katika familia yako, usiogope kutengwa, kuchukiwa, kupigwa mawe wala kukosolewa vikali na wanafamilia yako. Endelea kulitekeleza kusudio ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka ndani yako, na siku moja watakuja kuelewa kuwa wewe ndiye uliyezaliwa katika familia yenu kwa ajili ya kuleta ukombozi wa kweli. Namba 2 ni kwa sababu mkombozi wa familia huwa anainuka na kuanza kukabiliana na roho za vifungo ambazo zimekuwa zikiandama kizazi chake kwa miaka na miaka. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini,
Familia inapokuwa katika kifungo cha umaskini, roho ya umaskini huwa inakuwa imewafunga wanafamilia wote, na wanafamilia hao hawawezi kuona uhalisia kwa sababu wamepigwa upofu na roho ya umaskini. Wanakuwa wameridhika na wanaona umaskini ni halali yao. Anapotokea mwanafamilia mmoja akauona uhalisia wa kuwa si kawaida maisha ambayo tunayaishi, mara nyingi mwanafamilia huyo ambaye amezaliwa kwa ajili ya kuikomboa familia yake huwa anaanza kupigana vita na roho ambazo zinakabili kizazi chake. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu wanafamilia wengi humuona ni mtu wa tofauti, huwa hawawezi kukubaliana naye kiurahisi. Wataanza kumpiga vita, wataanza kumtenga, wataanza kumkosoa kwa sababu anaishi katika hali ya utofauti na ule ambao wameuzoea. Kwani nguvu, laana zimekuwa zikiwaandama wengine, lakini zimeshindwa kumpata huyu kwa sababu huyu ni mteule wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameiweka nguvu ya kweli ndani yake. Hivyo anapojaribu kupambana na nguvu ambayo tayari ipo kwa wanafamilia wake wataanza kumkosoa vikali, kumpinga na kumuona ni kama mtu wa tofauti na wao. Hivyo kama wewe ni miongoni mwa binadamu waliozaliwa kwa ajili ya kukomboa familia zao, usiogope hali za kutengwa au hali za kudharauliwa ama hali za kupingwa na kupigwa vita ambazo zinainuliwa na wanafamilia wako, kwa sababu zinatokana na roho za vifungo ambazo zipo katika mioyo yao. Namba 3 ni kwa sababu mkombozi wa familia huwa anapewa tafsiri mbaya na wanafamilia. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, watu wengi waliozaliwa kwa ajili ya kuja kuleta ukombozi kwenye familia zao huwa wanakuwa na tabia za tofauti, na wakati mwingine unaweza ukaona ni kama watu ambao hawaendani kabisa na familia zao. Mara nyingi utofauti ambao watu hawa wanauonesha huwa unajenga tafsiri mbaya kwa wanafamilia, kwani huwa wanaishi katika utamaduni tofauti na ule ambao umezoeleka katika familia zao. Na hapo ndipo wanafamilia wengi huonekana wakiongea, anajiona bora kuliko sisi, anajifanya mjuaji kuliko sisi, anaringa sana, ameanza kufanya vitu ambavyo ni kinyume kabisa na tamaduni zetu. Mara nyingi wanafamilia watakupinga vikali kwa sababu unayoyafanya hawakuwahi kuyaona katika ukoo wenu. Babu zako hawajawahi kufanya vitu kama ambavyo wewe unavifanya. Baba yako hajawahi kufanya vitu kama ambavyo wewe unavifanya. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu hata yeye alikuwa katika kifungo cha umaskini, lakini wewe jicho lako la kiroho limeanza kuona uhalisia na umeanza kuiona njia ni vitu gani ambavyo unaweza kuvifanya kwa ajili ya kuleta ukombozi katika familia yako. Hivyo wanafamilia wengi watakuona kama mtu wa tofauti na hawatakupokea kiurahisi mpaka pale utakapoanza kuonesha matokeo. Hivyo haijalishi unapingwa kwa kiwango gani, endelea kuipambania familia yako ili siku moja ukaulete ukombozi wa kweli katika uzao wenu. Namba 4 ni kwa sababu shetani huwa anatangaza vita na binadamu waliochaguliwa kwa ajili ya kuja kuleta ukombozi katika familia zao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kwa kuwa lengo la shetani ni kuhakikisha wanadamu wanakuwa chini yake. Vifungo ambavyo ameviweka kwenye familia yenu huwa hatamani viweze kufunguliwa na kuacha wanafamilia yenu wakiwa huru. Ikiwa wewe ni moja kati ya binadamu waliozaliwa kwa ajili ya kuja kuleta ukombozi, shetani ataanza kuwatumia watu wako wa karibu kwa ajili ya kukukatisha tamaa. Atakuaminisha kuwa hautaweza kufanya hicho ambacho unakifanya, na ndiyo maana binadamu ambao unawapenda na kutamani kuwaona wakiwa huru wataanza kupigana vita na wewe, watakupinga kwa kila kitu, watakutenga. Ni kwa sababu shetani anakuwa kazini. Kamwe usikate tamaa, kwa sababu uovu unapoguswa una kawaida ya kujibu. Kwa sababu binadamu wengi ambao wamekuja kwa ajili ya kuleta ukombozi wa familia hufunua mambo yaliyokuwa yamefichwa kama chuki, ulevi, uchawi, umaskini, uzinzi. Vitu vyote hivi ambavyo vilikuwa vimeikabili familia yenu mwanzo havikuwa vimeibuliwa, lakini wewe ndiye uliyekuja kuviibua, kwa sababu huenda ndiyo sababu ambayo inapelekea familia yenu ikawa maskini. Lakini kwa kuwa tayari wanafamilia yenu wapo katika vifungo katika vitu hivyo, watakupinga mpaka pale
Hatima yako itakapokuja kutimia katika familia yenu, ndipo watakapokuja kugundua kuwa kwa hakika wewe ni mkombozi wa kweli katika familia yenu. Hivyo usiache kupigana vita, kwa sababu ukombozi wa kweli huenda upo ndani yako.